Katika kitabu cha Nabii Isaya sura 35 nitaanza mstari wa 8. Nitafundisha habari ya njia tunayoiendea njia. Katika mstari wa 8 anasema, Isaya sura ya 35 na mstari wa 8 na kuendelea unasema, na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema na hapo patakuwa na njia. Nabii anatabiri habari ya njia. Anasema na hapo patakuwa na njia, na njia hiyo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita katika njia hiyo. Wasio safi hawatapita katika njia hiyo, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Anasema bali itakuwa kwa ajili yao wasafirio. Wasipokuwa wajinga hawatapotea katika njia. Nabii Isaya anatabiri habari ya njia. Tunaona kwamba anasema kwamba na hapo patakuwa na njia, nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita njia hiyo. Maana yake watu hawa kama ili wapite katika njia ya utakatifu ni lazima wawe safi. Kwa hiyo Biblia inatufundisha kwa habari ya usafi wa kiroho, usafi wa mwenendo, usafi wa maisha yetu kwa ajili ya wokovu. Anasema kama hatutakuwa safi, hatutapita katika njia hiyo ya utakatifu. Maana Biblia inasema, sasa unaweza kuelewa maana ya neno hili anaposema Yesu anakuja. Anasema mimi ni njia. Anasema wasio safi hawatapita katika njia hiyo, nao walio safi wajapokuwa wajinga hawatapotea kwenye hiyo njia. Yesu anakuja, anawaambia, anasema, anaanza kutuambia mimi ndimi njia ya uzima na kweli. Mtu haji kwa Baba ili kwa njia ya mimi. Kwa hiyo alikuwa na nabii Isaya anatabiri habari za Bwana wetu Yesu Kristo kwamba itakuwepo, na ndio maana anasema hana hapo patakuwa na njia. Patakuwa maana yake anatabiri habari zijazo ya kuwa patakuwa na njia, na njia hiyo itaitwa njia ya utakatifu. Anasema na wasio safi hawatapita kwenye njia hiyo. Kuna hao watakao kuwa wako safi, wajapokuwa wajinga hawatapotea. Kwa kumbe kwenye njia hii ya Yesu Kristo, njia ya kwenda kwa Baba kwa njia ya Kristo. Kwa mtu ili aweze kufika kwa Mungu lazima tembee kwenye njia ya Yesu. Lazima tembee kwenye maneno ya Yesu. Lazima tembee kwenye maagizo ya Yesu. Hapa ndipo anaweza kuwa amekwenda katika njia. Maana nabii Isaya alitabiri hii njia kabla hata haijatokea. Akasema na hapo patakuwa na njia, nayo njia itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita kwenye hiyo njia, wajapokuwa wajinga hawatapotea. Kwa kumbe ukiwa mjinga katika njia hii ya Ukristo, katika njia hii ya Kristo, unaweza kupotea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mjinga katika njia hii ya utakatifu unaweza kupotea. Kwa sababu unapoteaje? Ujinga maana yake mtu anaelewa, yaani anafundisha, hajaelewa kitu vizuri, anakwenda kufanya isivyo. Maana yake anaweza kuwa mjinga wa maandiko, maana yake ameshindwa kuyaelewa. Kwa hiyo ukishindwa kuelewa juu ya njia hii inataka ufanye vitu gani, unaweza kupotea. Ndio maana anasema wajapokuwa wajinga. Ukishindwa kuielewa njia ya Ukristo, inataka tufuate vitu vya namna gani, inataka niishi namna gani, lakini naijuaje hii njia inavyonitaka nifanye? Lazima nizame kwenye neno, nitaelewa inataka hii njia niifuataje. Na njia hii inapatikana katika Agano Jipya. Maana mtu anaposoma habari za Agano Jipya anasoma habari za njia, ambayo njia hiyo ni Yesu Kristo. Ukiendelea hapa anasema mstari nitamalizia mstari wa 8, anasema wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Kwa hiyo anasema njia hiyo itakuwa kwa ajili yao wasafirio. Kumbe maana yake kuna watu ambao watakuwa kwenye njia ya Ukristo, ni watu wanaosafiri kwenda katika ufalme wa mbinguni. Maana yake wanaposafiri katika safari ya kwenda katika uzima wa milele, maana yake watu hao wanasafiri.
Akasema njia hiyo itakuwa kwa ajili yao wasafirio. Maana yake njia hii ni ya watu wanaosafiri kwenda kwenye uzima wa milele. Lakini wale wasiosafiri katika njia hii hawatapita kwenye hii njia, maana yake hawatafuata haya mafundisho. Bwana asifiwe. Maana ya kusema hawatapita kwenye hii njia, maana yake hawatafuata haya mafundisho. Kwa hiyo njia ambayo ni Yesu Kristo ametupa mafundisho yawe njia ya sisi kupita katika njia ya utakatifu. Ili tupite kwenye njia hii ya utakatifu, lazima tupite kwa njia ya mafundisho yake. Kwa hiyo ndio maana nabii Isaya anasema, maana njia hii itakuwa kwa ajili yao wanaosafiri kwenda katika uzima wa milele. Maana wale wanaosafiri kwenda kwenye uzima wa milele, hao ndio watakaopita kwenye njia. Maana ndio watakaofuata hayo mafundisho. Bila hivyo hawawezi kupita kwenye njia. Kwa hiyo ili uweze kupita kwenye njia aliyotabiri Isaya, yaani Yesu Kristo, ni lazima uwe tayari kusafiri. Uwe tayari kupata uzima wa milele. Maana wanasafiri kwenda kwenye huo uzima. Lakini ili wapite kwenye hii njia ambayo ni Yesu, maana yake lazima wafuate mafundisho yake. Wanapofuata mafundisho ya Yesu, wapo kwenye njia. Lakini wakitoka kwenye mafundisho wakafanya mapenzi yao wenyewe, au mapenzi ya miili yetu, mapenzi yetu wenyewe, yale tunayataka sisi, ndio tukayafanya, maana yake hatutasafiri pamoja katika njia ya utakatifu. Maana njia hii Isaya anaitabiri kwamba itakuwa njia ya utakatifu. Anasema sio safi, hawatapita kwenye hiyo njia. Kwa nini hawatapita? Maana yake hawatayafuata mafundisho. Kwa hiyo ukiona mtu hayafuati mafundisho ya Kristo, maana yake sio safi kwa habari ya safari. Kwa hiyo ukiona mtu amekataa kufuata mafundisho ya Kristo, maana yake sio safi kwa habari ya safari. Lakini Biblia inasema njia hii hawatasafiri hawatapita ambao sio safi, isipokuwa waliosafi. Kupita kwenye hii njia ni kufuata mafundisho. Yaani unapofuata yale mafundisho ndipo unapita kwenye njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema hawatapita wasio safi, wale ambao tayari katika mioyo yao hawajaanza safari. Maana yake unaweza kuwa kwenye Ukristo lakini haujaanza safari ya kwenda katika uzima wa milele. Maana yake bado ya dunia unayafanya, bado mambo yote yaliyo mabaya unaendelea kuyafanya. Kwa hiyo unavyoendelea kufanya, maana yake unaonyesha wazi kwamba hauko tayari kusafiri. Maana yake wanaosafiri wanajizuia na mambo. Kuna wakati mwingine hata kwenye kusafiri kwa kawaida, unapopanda kwenye gari, kuna wakati unajizuia usizile ovyo, usikaanza kusumbua kusema naomba nichimbe dawa. Kwa nini unajizuia? Kwa sababu unayo safari. Kuna wakati mwingine, kuna vingine hautakula kwa sababu ya hiyo safari, usianze kuanza kutapika. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu uko kwenye safari. Lakini kama hauko kwenye safari, hautajizuia na chochote. Utakula chochote kwa sababu kama itatokea, si upo karibu bwana, utaenda. Na kama ikitokea kutapika, sitatapika huko nyumbani. Lakini kwa sababu ya safari, utajizuia baadhi ya mambo hautakula ili uweze kusafiri. Lakini kwenye wakati mwingine, kwenye safari ya mbinguni ambayo Isaya anasema patakuwa na njia, nayo njia hiyo itaitwa njia ya utakatifu. Alafu Yesu anakuja na kuthibitisha kwamba mimi ndiye njia. Kama mliona Isaya aliposema mimi kutakuwa na njia, mimi ndiye njia. Lakini Isaya alisema wasio safi hawatapita kwenye hiyo njia. Anasema wala wasio safiri. Maana wale wanaosafiri kwenda kwenye uzima wa milele, wanaosafiri kwenda kumuona Baba, wanaosafiri kwenda kwenye uzima wa milele, anasema hawa ndio watakaopita kwenye hiyo njia. Lakini njia maana yake watapitaje? Maana yake watayafuata mafundisho. Ambao hawapo tayari kusafiri, hawatayafuata mafundisho ya neno la Bwana, bali watafuata maneno ya upotofu, watafuata mafundisho yao wenyewe, watafuata mawazo yao, hawatafuata mafundisho kwa sababu hawako tayari kusafiri. Lakini walio tayari kusafiri, Biblia inasema watafuata njia. Maana njia ni fundisho, njia ni neno, njia ni mafundisho ya Kristo. Yale aliyofundisha ndio yanakupa namna ya kutembea ili uweze kufika. Kwa ili uweze kufika ni lazima utembee kwenye njia. Kwa njia hiyo haina kikao cha watu wengi. Njia hii unaenda mwenyewe, unaweza kutembea mwenyewe. Na maana yake Biblia inasema na pale katika mji wa Sodoma na Gomora kulikuwa watu waliotenda maovu, lakini kulikuwa mtu mmoja mwenye haki aliokoka, yeye kama yeye. Waliotenda maovu waliangamia. Haleluya. Kwa hiyo kwa namna hiyo tayari naonyesha kwamba kumbe hata ukiwa peke yako unaweza kuitembea kwenye hii njia bila kujali wingi wa kundi. Kwa sababu njia hii yao ni haki waliokubali kusafiri. Lakini wanaosafiri lazima wafuate mafundisho ili watembee kwenye njia. Maana njia yetu ni mafundisho ya neno la Bwana.
Neno hili ndio njia ya utakatifu. Yaani ukilisoma hili neno, ukilifuata, ukilikubali, uko kwenye njia, unatembea. Kusafiri kwenda wapi? Maana yake unasafiri kuelekea uzima. Hata ukifa leo unakufa ukiwa kwenye neno na unatembea kwenye uzima. Kwa hiyo neno litakupeleka mahali ulipotakiwa kwenda. Ukifa leo utakufa ukiwa katika njia ya uzima. Kwa hiyo ukifa ukiwa katika njia ya uzima, ukifa ukiwa katika njia ya uzima, maana yake utaingia katika uzima. Nisikilize mtu wa Mungu, ili kusudi uandae njia yako vizuri, lazima ufahamu Biblia inasema wasio safi hawatapita. Kwa hiyo lazima utafute usafi ili uwe kwenye njia ya uzima. Ili upate kuifuata njia hii, maana yake ni lazima uwe safi. Maana yake uache dhambi na machafuko. Lazima uache kila namna ya fikra mbaya. Lazima utoke katika maovu. Ukitoka hapo, Biblia inasema ndipo utakapotembea kwenye njia. Lakini wengi wapo kwenye hii njia, alafu walishatoka hawapo. Ila wanaonekana kwa mwili wapo kwenye njia, lakini hawatembei kwenye hii njia. Na njia Biblia inasema ni fundisho la Kristo. Njia ni Kristo, ambaye mafundisho yake ndio yanayotuongoza kutembea kwenye hii njia. Kwa hiyo ili mtu atembee kwenye njia hii, lazima kae kwenye mafundisho. Maana kae kwenye hili neno, alifuate kama linavyosema. Mtu akilifuata atakaa kwenye njia ili aweze kufika anakokwenda. Tupo hapa ili tuende mbinguni. Kama uko tayari kusafiri, uwe tayari kufuata neno. Bwana asifiwe. Kama uko tayari kusafiri, uwe tayari kuyafuata mafundisho ya Kristo. Ukiwa tayari kuyafuata, utasafiri pamoja nao. Na kama uko kwenye ile njia, hata ukifa, njia itakupeleka kwenye uzima. Kwa sababu hii njia inayoelekea uzima haipotezi. Ziko njia nyingi, lakini njia ya Yesu Kristo, njia ya neno la Bwana itakupeleka kwenye uzima. Hata ukifa leo, ukifumba macho, tukakusahau, tukanyamaza, au nikifa nikanyamaza, kama nilikuwa kwenye njia ya uzima, ndipo nitakapokwenda kwenye uzima wa milele. Kama ukuwa kwenye njia ya uzima, ukutembea kwenye neno, hautakwenda kwenye njia ya uzima, sababu neno ndio njia inayokuongoza utembee mpaka utokezee uzima wa milele. Bwana asifiwe. Mungu abariki sana.